Katika hatua inayotikisa siasa za kimataifa, Rais wa Marekani Donald Trump ametoa onyo kali kwa Rais wa Ukraini Volodymyr Zelensky, akimtaka akubali masharti ya amani yaliyowekwa na Rais wa Urusi Vladimir Putin au akubaliane na maangamizo kamili. Kauli hiyo imeibua taharuki kubwa katika medani za diplomasia, huku vita vya Urusi na Ukraini vikiendelea kuumiza raia na kudhoofisha uchumi wa Ulaya ya Mashariki. Tukio hilo lilitokea katika mkutano uliojaa mvutano ndani ya ikulu ya White House, ambapo kwa mujibu wa vyanzo vya kidiplomasia vilivyonukuliwa na Financial Times, Trump aliripotiwa kumpandia Zelensky kwa hasira, akimtaka aache mafanikio yasiyo na matumaini ya kuishinda Urusi. Mkutano huo unaotarajiwa kuwa wa kidiplomasia uligeuka kuwa mazungumzo ya kelele na shutuma nzito. Trump alizungumza baadaye na waandishi wa habari, akikanusha madai kwamba alimlazimisha Zelensky kukubali masharti ya Putin. Hata hivyo, alisisitiza kuwa vita vinapaswa kusimama kwenye mistari ya sasa ya mapigano, akimaanisha kwamba Ukraini inapaswa kukubali maeneo yaliyotekwa na Urusi kama mipaka ya kudumu, wakome kupigana, warudi nyumbani, waache kuua watu, alisema Trump. Ni vigumu kujadili tena juu ya nani achukue nini, waache pale pale. Masharti ya Urusi, kwa mujibu wa vyanzo vya Kremlin, ni mazito. Putin anataka Ukraini iache kudai mkoa wa Donbas, eneo la mashariki lenye zaidi ya kilomita za mraba 20,000 ambalo kwa sasa linadhibitiwa na wanajeshi wa Urusi, huku Putin angekubali kuachia sehemu ndogo za Kherson na Zaporizhia kama sehemu ya kile kinachoitwa kubadilishana ardhi kwa amani. Hata hivyo, wachambuzi wengi wanaona makubaliano haya kama ushindi wa Urusi na fedheha kwa Ukraini. Wakati Trump na Putin wakitarajiwa kukutana mjini Budapest, Hungary katika kipindi cha wiki chache zijazo. Wiki iliyopita, kiongozi huyo wa Kiev alisafiri haraka hadi Washington kuomba silaha za kisasa zaidi, ikiwemo makombora ya Tomahawk ambayo yangempa uwezo wa kushambulia maeneo ya ndani ya Urusi, lakini alirudi mikono mitupu. Badala yake, akapokea onyo jipya kutoka kwa Trump: kubali masharti au ukubali kuangamizwa na Moscow. Hali ya vita nchini Ukraini kwa sasa ni mbaya zaidi kuliko ilivyokuwa miezi kadhaa iliyopita. Vikosi vya Urusi vikiwa na silaha nzito na askari wengi vinaendelea kusonga mbele, vikisukuma nyuma majeshi ya Ukraini katika maeneo kadhaa ya mashariki. Huku hayo yakijiri, Zelensky amewataka washirika wake wa Ulaya kuhakikisha utoaji wa makombora 25 ya ulinzi wa anga ya Patriot ili kupunguza nguvu za mashambulizi ya anga ya Kirusi kwa Ukraini. Hili si swala la siasa pekee, bali la uhai wa taifa. Wakati mataifa ya Magharibi yakionekana kupoteza hamasa ya awali ya kusaidia, Zelensky anajikuta katika kona ngumu, kuchagua kati ya kupoteza ardhi ya taifa au kupoteza nchi kabisa. Wachambuzi wa kimataifa wanatazama kwa makini mkutano unaotarajiwa kati ya Trump na Putin, wakisema unaweza kuamua mustakabali wa vita ya Ukraini na usalama wa Ulaya kwa ujumla. Ikiwa masharti ya Urusi yatakubaliwa, itakuwa ni mara ya kwanza tangu vita baridi ambapo mipaka ya Ulaya itabadilishwa kwa nguvu za kivita, hatua itakayoweza kuunda historia mpya ya mgawanyiko wa bara hilo. Kwa sasa, dunia inasubiri kuona iwapo Zelensky ataendelea kupigania kila kipande cha ardhi ya Ukraini au atakubali makubaliano ya amani yenye ladha ya uchungu. Makubaliano hayo ambao wengi wanaona ni sawa na ushindi wa Putin na kushindwa kwa demokrasia ya Kiev. Hii ni BMTV Tanzania. Mimi ni Baraka Peter.